Mubashara mtazamaji kutoka chumba cha matangazo TV47 weekend inang'oa nanga Ijumaa ya siku ya leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka 2025. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simalewe Kundradi. Kabla sijakupasha mengi zaidi, wacha tupate yaliyomo. Yaliyomo kwenye TV47 weekendi. Wakenya waandamana kwenye ubalozi wa Uganda jijini Nairobi kushinikiza kuachiliwa kwa wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyo wanaozuiliwa nchini Uganda. Wakazi wa Nyandarua waandamana kupinga ujenzi wa shule ya Salient wakisema ardhi yake ilikuwa imetengewa bewa la chuo kikuu cha Nyandarua. Tahadhari yatolewa kwa wakazi wa Nairobi, bonde la Ufa na ziwa Victoria, mvua kubwa ikitarajiwa kuanzia usiku huu. Na mawimbi ya TV47 kusambaa zaidi baada ya kupata nafasi kwenye Azam TV chaneli nambari 343. Mtazamaji unafuatilia matangazo kupitia mtandao YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47KE @paukirobi. Tuandamani hadi tamati. Kulizuka zogo katika kaunti ya Nyandarua, vijana wakiandamana kwenye barabara kuu ya Olkalao Gilgil kupinga ujenzi wa shule ya upili ya Salient mapema Julai mwaka huu katika kaunti ya Nyandarua. Ilikusanya maoni ya umma na kufunga shule hiyo ili kupisha ujenzi wa chuo kikuu cha Nyandarua. Aidha, wanasiasa wametajwa kuhusika pakubwa katika sintofahamu hiyo. Mike Kialo anatupasha mengi zaidi. Ilikuwa ni vuta ni kuvute katika uzinduzi wa ujenzi wa shule ya upili ya Salient kwenye uwanja mbadala baada ya shule hiyo kufungwa Julai mwaka huu ikiwa na takriban wanafunzi 400 ili kupisha ujenzi wa chuo kikuu cha Nyandarua. Miezi mitatu baadaye, ugomvi ukizuka upya wakati wa kujengwa tena kwa shule hiyo ya upili. Vijana wakiandamana kupinga ujenzi wake kwa kile kilichoonekana kama mvutano wa bajeti ya ujenzi wa chuo cha Nyandarua na shule hiyo ya upili. Unasema ati rad grabbing, sijui rad breaking. For what? Na hii ni secondary iko hapa. Unasema ati ni New Salient. New Salient ya nini? Hii old Salient imetufanyia nini? Hakuna. Imefanya nini? Hakuna. Sasa sisi tunataka university. Sasa sisi hatutaki secondary, tunataka university, captain. Juu secondary hakuna kitu inatusaidiaga. Chanya kitatusaidia na isaidia mpaka wazazi wetu na watoto wale tutazaa ni university. Wanasiasa wanaodaiwa kupinga ujenzi wa shule hiyo ya upili wakisemekana kuchochea maandamano na zogo hilo. Hakuna mtu amekataa university. So hiyo misconception, falsehood ambayo imekuwa fed kwa vijana ambao wametolewa sehemu mbalimbali. I think watu wa Salient ni watu wa heshima. Kazi ya Nyandarua governor ni kuangalia watoto wetu wale wadogo ECD classes. Enda huko ukatengeneze classes huko. Leo hii mnaona wengine walikuwa wanataka kuvuruga hii mkutano yetu. Ati wanaenda wanapatia vijana hapa na pale ati pombe wakuja haribu mkutano, na hii ni mkutano ya elimu na mimi ndio in charge ya elimu Olkalao constituency. Inadaiwa kuwa serikali imetenga bajeti ya shilingi milioni 10 za ujenzi wa shule hiyo na zaidi ya milioni 100 za chuo kikuu cha Nyandarua, huku wanasiasa wa eneo hilo wakiahidi kupigana kwa jino na ukucha kuhakikisha ujenzi wa shule zote unafanikishwa. Sisi tumekaa katika forum zote, tumekaa katika County Educational Board, tumekuwa guided ya kwamba the ministry imesema ya kwamba the new school can be established alongside the university. Tunajenga a modern school, imechorwa vizuri, iko na all facilities. Tunapoanza kuleta siasa kwa maendeleo, tunaonekana kana kwamba tumepoteza mwongozo. Mike Chelo, TV47.
Asante sana Mike Kialo ukiwa katika maeneo ya kaunti ya Nakuru. Shule ya upili ya wavulana ya Malava imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia kisa cha moto kilichotokea alfajiri ya leo katika moja wapo ya mabweni ya shule hiyo. Mapema leo bweni la wanafunzi 189 limeteketea wakati wanafunzi walikuwa wakihudhuria masomo ya asubuhi. OCPD wa Malava Suleiman Majondo amedhibitisha tukio hili na kusema kuwa uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha moto huo ambapo hakuna chochote kilichookolewa. We established that one dormitory, namely Malulu dormitory, that is housing 189 students from 1 to form 3, was completely engulfed in fire. We were able to get in touch with the fire engine from West Kenya Sugar. They were able to respond. Unfortunately, we were not able to salvage anything. Basically, what was actually burned down were students' belongings, and we were not able to salvage anything. Fortunately, students were on their morning preps in classes. Thereby, we were not able to report any injuries from the students, and neither from the staff or any other member from that school. So there was no injury on the side of the students or staffs. The value of the items that were burned down has not been established yet, and the cause of fire, it has not yet also been established. Nonetheless, our DCI team from our sub-county have taken over the investigations. Na mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba naibu rais Kithure Kindiki ameitetea serikali kuu akisema kwamba imepiga hatua muhimu katika kuimarisha uchumi na kurekebisha madhara yaliyosababishwa na janga la corona. Akizungumza wakati wa hafla ya uwezeshaji katika eneo bunge la Kangema katika kaunti ya Murang'a, Kindiki alieleza kuwa uchumi wa taifa ulikuwa umedorora kutokana na changamoto za kibiashara na usafiri wakati wa janga hilo. Aidha, amewahimiza vijana kujitokeza kwa wingi kuchukua vitambulisho na vilevile kujisajili kuwa wapiga kura. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taarifa hii kwa kina. Serikali imeendeleza mpango wake wa kuwawezesha Wakenya kiuchumi. Hii leo mpango huu ukiendeshwa katika uwanja wa General Cargo katika eneo bunge la Kangema, ukiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Hatuwezi kubali Kangema iachwe nyuma. Kama Kikuyu Town iko na barabara za rami, hata Kangema Town iwe na barabara za rami. Wala watu wanasema tunainua vikundi za kina mama, sitawasikia kanisa wakisaidia kujenga kanisa. Hata kama kunasemekana hakuna pesa, rais amesukuma kontrata wa Maumau, amelipwa pesa yake yote. Kama serikali, we don't owe him anything. Kindiki amesema kwamba wakati serikali ya Rais William Ruto ilipoingia madarakani, hali ya uchumi ilikuwa ngumu, huku dhamani ya shilingi ikiporomoka dhidi ya dola, na kuwa hali hiyo haikusababishwa na makosa ya uongozi wa aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, bali alikuwa matokeo ya janga la corona. Vile ile janga la corona lilikuja likafunga uchumi, kukakuwa hakuna kazi inaendelea kwa miaka miwili. Hiyo ndio ilisababisha siku ile Rais Ruto anachukua usukani, uchumi huwe katika hali mahututi. Aidha, amesema kuwa miaka mitatu baadaye serikali inaendelea kufanikisha hatua za kufufua uchumi, huku shirika la fedha la kimataifa IMF likitangaza kuwa Kenya sasa iko katika nafasi ya 6 kiuchumi barani Afrika. Tumepita nchi ambayo ilikuwa mbele yetu, nchi ya Ethiopia, na tumepita nchi nyingine ya Angola ambayo ilikuwa mbele yetu. Kenya now as the 6th largest economy in Africa, and that evidence is from the International Monetary Fund. It is not from our political analysts. Zaidi ya hayo, Kindiki amewahimiza Wakenya hususan vijana kujitokeza kwa wingi katika shughuli ya usajili wa wapiga kura inayoendeshwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Waambia kwamba sasa uandikishaji wa kura umeanza. The voter registration process is on. I urge all of us to get registered so that we can elect the leaders that we want, the leaders we desire. Without a vote,
you cannot determine the leadership of your country, the leadership of your constituency. Robert Gakure, TV47, Murang'a. Asante sana Robert Gakure ukiwa katika kaunti ya Murang'a. Askofu wa kanisa Anglikana Kenya Diocese ya Mlima Kenya Kusini Charles Muturi ametaka serikali ya kaunti ya Kiambu kushughulikia kwa haraka mgomo wa madaktari unaoendelea katika kaunti hiyo. Akihutubu katika eneo bunge la Kabete, Askofu Muturi alilaumu serikali ya kaunti kwa kuwadanganya wakazi licha ya kukusanya kodi kubwa. Katibu wa KMPDU kanda wakati Bill Muriuki naye ameshutumu serikali ya Kiambu kwa kuficha taarifa, huku madaktari ambao hawajabobea katika taaluma hiyo wakilazimika kufanya upasuaji. Vikundi vya kijamii vikiongozwa na bunge la mashinani sasa vimeipa kaunti hiyo makataa ya siku 7 kusuluhisha mzozo wa hudumu wa afya. La sivyo vitashinikiza kuvunjwa kwa serikali ya kaunti. Ningetaka watu wakienda hospitali watibiwe na madaktari, na jambo la pili wapate madawa wanapoenda mahospitali. Unfortunately, what we've witnessed over the last few months is deaths at a scale that cannot be acceptable. We have letters where even the doctors have written to the county telling them we are not equipped to do this kind of things. The county has also compelled doctors in administration, people who have not practiced for years, to go back to clinical practice, to theaters, and this is what is compounding the bad situation. 136 babies are dying for a certain period of time because of inaction of a government. That constitutes an extraordinary circumstance, and we are giving the county government of Kiambu and the doctors union 7 days, after which these signatures, we are going to take them to the president and we are going to petition him to suspend the county government of Kiambu. Mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba bima ya afya ya SHA sasa imetangaza kuwa itaanza kugharamikia huduma za ambulensi chini ya saa 24, na baada ya hapo mwathiriwa atatarajiwa kutumia mchango wake katika hazina ya SHIF. Wakuu wa bima hiyo wakiongozwa na afisa mkuu mtendaji Daktari Mercy Mwangangi wanasema kuwa hatua hii inapania kuokoa maisha ya Wakenya wanaohitaji huduma za dharura, hususan wakati wa ajali, kujifungua, majeraha na kuungua, kukabwa na kifua na changamoto katika ubongo. SHA, together with the Ministry of Health, has been working over the years on setting and putting in place a policy framework that allows investments in emergency services within the country. SHA has come in to be able to put in place interventions that touch on the financing pillar of this investment. And how SHA will do this is by rolling out dispatch services and emergency care services for all Kenyans. We do intend to roll this out within the next 2 months, and this will be graced by His Excellency the President. Yes, the evacuation is free, conducted by government. Yes, the first 24 hours are free for you as a Kenyan. However, after 24 hours, there will be 2 pathways you follow. If you are a SHIF paid-up member, SHIF will kick in. If you are not a SHIF paid-up member, you will have to get into your pocket and pay cash for services after 24 hours. I think with the rollout of this entire emergency healthcare system supported by SHA, I think it's a significant milestone that will see a significant reduction in all the health metrics that we all normally measure. Things like maternal mortality, under 5 deaths, and even just road traffic crash deaths. We'll see a significant drop in the numbers. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba migawanyiko kati ya vigogo wa upinzani kuhusu azma yao ya urais imedhihirika wazi leo baada ya aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i kukosa kujiunga na viongozi wenza katika ziara yao katika kaunti ya Kajiado. Amejiri huku aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akiwasuta viongozi wenza wanaotegemea kunufaika kwa mazungumzo ya kindani na mitandao ya kijamii kupeperusha bendera ya upinzani, huku aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i akitetea uamuzi wake kujiunga na chama cha Jubilee. Apollo Kamau na mengi zaidi. Umoja wa upinzani ulionekana kwenda kombo leo Ijumaa baada ya aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i kukosa kuandamana na vigogo wenza katika ziara yao ya Kajiado, ziara ambayo kiongozi wa PLP Martha Karua hakufika pia. Biziloye! Matiang'i badala yake akiwa katika kaunti ya Nakuru alikofanya kikao na vijana wa Jubilee
na kutangaza kuwa atawania urais kwa chama hicho cha rais mstaafu Uhuru Kenyatta mwaka 2027, huku akisema ni haki yake ya kidemokrasia kujiunga na chama hicho. No leader can choose a party for another leader. And no leader can choose a leader for the people of Kenya. So it's a democratic process that is going on. It will get us time to get there, all of us, but we will get there. I mean, have no fear at all. I have faith, I'm confident we will get there. And we will deal with this with the requisite maturity, the requisite discipline, sense of restraint, and respect for each other's opinions. Akimkabidhi cheti cha uteuzi kuwa mgombea rasmi wa DCP eneo bunge la Magarini Stanley Karisa Kenga, Gachagua bila kutaja jina akisema kuwa azma ya urais haiwezi kupatikana kwenye mitandao ya kijamii au mikutano ya kindani. I am a very experienced politician who have delivered 2 presidents to this country, and I know how to make a president. There is no president you will make in a boardroom. Presidents are made in the field. So there is no other formula. Unajua mimi naona watu wako na mastori mingi. Ati unafikiri ukiweka picha ya mtu ate kwa social media he can be president. Ati unaweka picha the 6th. That cannot make you president. You must go out there and mobilize numbers. And you must inspire the people of Kenya. If they admire you, you must translate that admiration to votes. Tangu Matiang'i ya jiunge na Jubilee wiki iliyopita alipoandamana na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, uhasama ubabe wa Mlima Kenya kati ya Uhuru na Gachagua umeibua wasiwasi kuhusu umoja wa upinzani. Aingie asiingie. Katika ziara yao kaunti ya Kajiado, Gachagua, Kalonzo, Wamalwa na Muturi walisuta serikali kutokana na unyakuzi wa mashamba ya jamii ya Maa. Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? And they must know that once we take over, tutafutilia mbali hayo makandarasi ya wizi ya mali ya umma. Vile tulikataa na uwanja wa ndege ulikuwa unapigiwa kama unanadiwa. Mnajua ni kwa nini tunasema one term? Sababu tumekuwa na one term ya wizi. Wamejaribu kuiba KICC, tumeenda kotini tumezuia. Wamejaribu kuiba KETRACO, hii moto ya Kenya, tumeenda kotini tumezuia. Sasa wanataka kuiba mashamba ya Wamasai. Hapa Kibuku tumesikia wanaiba mashamba yenu, mtakubali waibe kweli? Apollo Kamau, TV47. Asante sana Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Na hayo yakijiri, viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea mchana wa leo kumsihi kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kujiunga na serikali ili eneo la Ukambani ili faidi miradi ya maendeleo. Wakizungumza katika kaunti ya Kilifi ambapo wamefanya misururu ya mikutano ya maendeleo, baadhi ya viongozi hao walioandamana na naibu rais Kithure Kindiki wamemtaka kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuchukua hatua kama ya Raila Odinga. Aidha, vijana wameombwa kujisajili kuwa wapiga kura. Mwandishi wetu wa masuala ya siasa Elizabeth Mutuku anasimulia mengi zaidi. Na umesema mimi ni tu tabu. Kikosi cha Kenya Kwanza kikiongozwa na naibu rais Profesa Kithure Kindiki kimeendeleza misururu ya mikutano kuwawezesha kina mama na vijana. Nione tu tabu. Kindiki akiwataka vijana kujisajili kuwa wapiga kura katika shughuli ambayo inaendelea kote nchini kwa kile wanasema ndio njia pekee ya kujihusisha katika masuala ya serikali na uongozi. Na wasihi, kitambulisho na kura ndio ngao yako na ndio inakusaidia kama silaha ya kuchagua kiongozi ambao unamtaka na kuondoa mwenye hutaki. Ili mwananchi ukuwe na usemi, kwa sababu wewe ndiye mdosi, wewe ndiye unaandika watu kazi kutoka MCA mpaka rais. Lazima uwe na kitambulisho na lazima uwe na kura. Kitambulisho ndio bunduki yako na kura ndio risasi yako ya kupigana na uongozi mbaya na kuhakikisha umechagua viongozi ambao wanajali maslahi yako. Kwa hivyo mjiandikishe, mukate kura,
mupate kura kwa wingi. Wandani wa serikali ambao pia walikita kambi katika maeneo mbalimbali wakipigia debe serikali ya Kenya Kwanza na serikali pana kwa kile wanasema ndio njia bora ya kujenga taifa kikamilifu, huku wakiwataka Wakenya kumuunga mkono Rais William Ruto katika muhula wake wa pili kupitia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tunawachangia. Mimi nawaambia mkiona Shylock mpya inakuja Teso ni ya ule mbwana shares. Nyinyi msiingie kwa hiyo Shylock. Mnasikia? Yule jamaa aende ama asiende. Wanasema wako na chama inaitwa United Opposition. Nyinyi wa Teso mnaambia hawa divided opposition. Hebu muambie hawa divided. Hawa wakina Kalonzo Musyoka wataweza kuendesha Kenya? Wile Sutkomba ataweza kuendesha Kenya? Hii uongozi ikija hapa magharibi iko makosa. Huyu mungwana anaitwa Weta anatosha ama atoshi? Viongozi hao wa Kenya Kwanza ambao pia walikita kambi Ukambani wamemrai kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kujiunga na serikali pana kama ilivyo kwa Raila Odinga kama njia mojawapo ya kuhakikisha eneo hilo limefaidi kimaendeleo. Tukipatana na pia huyu mwenzetu kiongozi wa Wiper, si tutapata nguvu zaidi ya kuleta maendeleo zaidi. Kwa sababu mimi sina haja ya vita na Kalonzo. Sina haja na vita ya kiongozi wa Wiper. Kwa sababu sisi tuko na tofauti kubwa ya miaka. Mimi ni ndio kuingia, yeye ndio kutoka kwa sababu ya miaka. Lazima nimpe heshima kwa sababu tamu moja mbili hivi si miaka itasonga sana. Na ikisonga si lazima nije hapa nifanye urafiki na nyinyi ndio tuendeleze Ukambani, kwa sababu Ukambani haitasimama kwa sababu kiongozi wa Wiper atakuwa amezeeka. Wetu tungependa akuje, tuingie ndani ya serikali, tufanye kazi pamoja, tuwe na maendeleo, ndio sisi tusibaki nje. Kwa sababu mkubwa wa opposition ni Raila Odinga, na yeye ameingia ndani ya serikali na maendeleo yote iko kwao. Serikali ndio mwenye mali ya nchi. Serikali ndiye anashika mali yote na lazima wewe mwenyewe ukae ndani ya serikali. Kindiki na wenzake wanasema kuwawezesha kina mama na vijana ni mojawapo ya malengo makuu katika manifesto ya Kenya Kwanza maarufu Bottom Up. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Asante sana Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Baadhi ya wanaharakati na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu leo Ijumaa mchana waliandamana hadi ubalozi wa Uganda nchini Kenya kuishinikiza serikali ya Uganda kuwaachilia huru wanaharakati wawili wa Kenya, Bob Njagi na Nicholas Oyo, waliotekwa nyara mjini Kampala Jumatano na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa usalama wa Uganda. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed ni kwamba ubalozi wa Kenya nchini Uganda umesema kuwa umeanza rasmi mazungumzo na Wizara ya Masuala ya Kigeni ya Uganda kuhakikisha kwamba wawili hao wameachiliwa huru na kurejea nchini salama. Miezi minne baada ya mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na wa Uganda Agatha Atuhaire kutekwa nyara nchini Tanzania, Jumatano mchana wanaharakati wawili wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyo walitekwa nyara mjini Kampala nchini Uganda na watu wanaoaminika kuwa maafisa wa usalama wa Uganda. They were in a meeting at Jinja, and later on they proceeded to Kampala. And while they were changing the tires for the vehicle that they had used, a group of people came and abducted them from there. Utekaji nyara ambao umesababisha wanaharakati na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuandamana hadi ubalozi wa Uganda nchini Kenya kuishinikiza serikali ya Uganda kuachilia Wakenya hao wawili waliotekwa nyara nchini humo. We are here to request the ambassador for Uganda here in Kenya to make sure that he pursues this matter of the release of our two comrades, Chairman Free Kenya Movement Bob Njagi and the SG Nicholas Oyo. Wanaharakati hawa wakiilani kutekwa nyara kwa wanaharakati hawa wawili na kuitaka serikali ya Kenya kuvunja kimya chake na kushinikiza serikali ya Uganda kuachilia wawili hao. Vile aliendelea sasa hivi anaendelea na harakati zake upande wa Uganda. Tunaona Rais Museveni ameshikana na President William Ruto kuendelea na Samia Suluhu kuendelea kukandamiza haki za wanaharakati na pia wananchi, na tuko hapa kukemea hilo jambo la kujaribu kushika watu
bila kufuata sheria, yani abduction na illegal detention. Tunakemea hilo jambo na tunasema waachilie Bom Jagi kwa haraka na Nicholas Oyo pia, na pia political prisoners wote wenye wako Uganda kwa sababu ni wengi, ikiwemo pia Kizza Besigye na wenzake. I am so much shocked that since the two were abducted in Uganda, our Kenyan government is silent. There is no action that they have taken, and we want to wonder whether this matter is being made from Kenya to Uganda. Because there is no way that your citizens can be arrested in a foreign country and the concerned leadership of the country is just silent. Jagi ambaye ni mwenyekiti wa vuguvugu la Free Kenya Movement na Oyo katibu mkuu wa kundi hilo walikuwa wamesafiri hadi Uganda mapema wiki hii kujiunga na kampeni za kiongozi wa upinzani wa Uganda Bobi Wine kabla ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2026. I think the crime that the Ugandan government may be taking seriously is that he met Bobi Wine. I don't know whether meeting Bobi Wine is also another crime. I really can't understand. Balozi wa taifa la Kenya nchini Uganda ametoa taarifa akisema kuwa ubalozi wa Kenya nchini humo umeanzisha rasmi mazungumzo na Uganda kuhakikisha wawili hao wameachiliwa huru na kurejea nchini salama. Kutekwa nyara kwa wawili hao kunaashiria ongezeko la unyanyasaji na ukiukaji wa haki za binadamu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Asante sana Samira Mohamed kwa taarifa hiyo. TV47 sasa inapatikana kwenye Azam TV chaneli 343 baada ya kutia saini mkataba wa ushirikiano kati ya Azam TV na Cape Media, hatua inayoongeza ushawishi wa TV47 na kufungua mtandao mpana wa watazamaji kote Afrika Mashariki. Afisa mkuu mtendaji wa Cape Media Mwenda Njoka amesema kuwa mafanikio ya TV47 yamechochewa na vipindi vyenye ubunifu na kuifanya iwe miongoni mwa runinga zinazokuwa kwa kasi zaidi nchini. Ameongezea ushirikiano huu utawanufaisha watazamaji kupitia maudhui bora, vipengele maalum na makala ya Azam TV ambayo yataboresha zaidi utangazaji wa kikanda. On behalf of Cape Media, that is a holding company for TV47, Radio 47 and Digital 47, we are delighted to welcome Team Azam for this auspicious occasion of signing signal distribution contract. According to a recent survey done by a reputable research organization, TV47 is right now rated as among the fastest growing TV brands in the country, being among the top 5 stations, despite having been in existence for only 5 years or so. This is because of customized content that resonates well with our target audience, dedicated workforce, and also an administration that is flexible and open to partnerships and collaboration among various stakeholders. So this means that when our viewers subscribe to your platform, they will acquire, or when they acquire Azam decoders, they will have an opportunity to watch local football leagues as well as African and international leagues that are not available on other platforms. So it's a mix of all the local content plus the international assets, plus it meets the general home entertainment. That means anybody can afford this and can get the maximum value out of it. Tukiingia michezoni ni kwamba Kakamega Homeboys imeitandika Sofapaka bao 1-0 mapema leo katika uwanja wa Dandora katika kaunti ya Nairobi. Bao la kipekee lilifungwa kunako dakika ya 3 na mchezaji Josephat Opanga. Yakijiri FC Leopards imeandikisha sare ya bao 2-2 dhidi ya Posta Rangers. Kwa sasa Shabana FC imo kileleni mwa ligi na alama 6 baada ya mechi 2. Ipata Josephat Jono Mondi. Ameicheza ndefu kule. Amepata Josephat Lopaga. Mapema kweli Josephat Lopaga. Ametoka ligi ya Belarus. Na analeta
Wacha tabasamu ndani ya ligi ya SportPesa. Josephat Lopaga kutoka kwa Kakamega Boys, bila nyumbani na sare tasa ugenini. Jafet Mzungu Kwenye taarifa nyingine ya michezo ni kwamba mlengaji shabaha nambari 1 nchini Ibrahima Ndung'u ameandikisha historia ya kuwa Mkenya wa kwanza kupandishwa ngazi hadi kiwango cha A cha mashindano ya IPSC. Ibrahima wa klabu ya Bamburi aliafikia ufanisi huo katika mashindano ya dunia yaliyofanyika mjini Malosana nchini Afrika Kusini. Nyota huyu ambaye aliongoza miongoni mwa Wakenya aliorodheshwa watano barani Afrika na wa 59 duniani kati ya walengaji 420 walioshiriki kitengo cha production. Morris Mureithi alikuwa wa 202, naye mwanadada bora wa Kenya Agnes Wangeshi wa DCI aliambulia nafasi ya 231 katika kitengo hicho cha production. Kuhusu kitengo cha standard ni kuwa Thomas Kiilu alimaliza wa 148, Charles Mugendi wa DCI alimaliza wa 163, naye Adan Mohamed wa NPS alikuwa wa 177, wakati huko Isa alikuwa wa 177 katika kitengo cha awazi. Walengaji shabaha 1800 kutoka mataifa 76 walishiriki mashindano hayo ambayo Kenya iliwakilishwa na walengaji 29. Naam, bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyokuwa. Nimekuwa nikitazama taarifa hiyo ya michezo. Kufikia hapo ikiwa imekatika dakika 28 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Catherine Simaloe. Sina la ziada, mimi narudisha shukrani zangu za dhati kwa wale wote waliofanikisha TV47 Weekend. Mwenyezi Mungu akujalie. Siku njema.